mfano inatokea kwako au kwa mtu mwingine, anajuaje kama amechaguliwa kuwa mtawa kwa ajili ya kazi maalum ya Mungu? Ya mtu ambaye amechaguliwa, kuna vipengele fulani ambavyo vinatusaidia kutambua ya kwamba huyu mtu tayari amechaguliwa, na atakapotii hivyo vipengele, sisi jamii, aidha sisi waumini, tunaamini ya kwamba tayari huyu mtu amechaguliwa na ana wito wa Mungu kabisa, sababu ametii na vile vipengele ambavyo amepewa na Mungu, na sisi tunasema ni kweli huyu mtu anafanya kadiri Mungu alivyomtuma kufanya. Abedi TV. For more informations, please subscribe, share, like and comment our channel to get all new updates. Habari yako ndugu mtazamaji wa Abedi TV, moja kwa moja tupo PEFA. Mambo tunakuletea ni mambo motomoto sana, na hapa tupo sehemu ya Injili, kanisa la PEFA hapa Jean 1. Na moja kwa moja tupo na teacher hapa maarufu sana hapa kambini, sio mgeni kwako kwa macho yako, anaitwa Teacher Moses. Ni mwalimu pale wa Kiingereza pale Meka. Kwa hiyo ukihitaji kozi ya Kiingereza karibu sana pale. Ila leo tuko hapa kwenye mambo ya huduma ya Mungu, na tutaendelea kujua nini malengo au shabaha wao kuwepo hapa, na tujue nini kinaendelea hapa. Kiongozi, habari ya leo? Habari ni njema, tamshukuru Mwenyezi Mungu, tupo freshi, tumelala, tumeamuka, kwa hiyo amani na tawala kabisa, tupo vizuri. Ndio, habari ya familia kwa ujumla? Ya familia iko salama, hivyo, naamini tupo fresh, wako vizuri, nimewaacha wako freshi, mama na watoto wako vizuri. Niseme tu kwa siku ya leo, unajisikiaje kutembelewa na Abedi TV kwa ajili ya kipindi cha huduma ya leo hapa? Ya, ninashukuru Abedi TV kwa kututembelea siku ya leo ili uweze kujua na ipate taarifa muhimu kuhusu huduma ambayo inafanyika hapa kwenye kanisa la PEFA. Kweli Abedi TV naishukuru sana, iendelee kututembelea na kuweza kutujulia hata hali na kutawanya taarifa zetu mahali popote nje ya kambi na ndani ya kambi. Ndio, watazamaji wangependa kujua kwa siku ya leo hapa kuna nini, watu wangependa kujua. Ya, siku ya leo hapa kuna huduma kubwa ya kutoa mtawa nje. Hivyo basi tunashangilia, tunashukuru kwa maana Mungu ametupa neema ya siku ya leo ili tuweze kumtoa huyu mtawa ambaye ametawa siku nyingi akiwa kitandani, lakini leo Mungu ameweka wangufu ili kuweza kumtoa nje aweze kuona jua sasa siku ya leo. Kwa hiyo tuna huduma kubwa siku ya leo hapa. Ndio, na unasema kuhusu utawa, mnakuja kwenye kipindi cha kumtoa mtawa nje, na watu wangependa kujua yaani mtu mpaka anafikia kutawa, au tuseme utawa ni nini mpaka mtu afikie kutawa, kuna nini hapo katikati kwa wasioelewa? Asante sana ndugu mtangazaji wa Abedi TV. Ni kwamba mtawa ni mtu ambaye amewekwa wangufu na Mungu kitandani kwa ujumbe kamili. Yaani anawekwa kitandani, akae ndani ya kitanda, asione jua, asione hata mvua, ili aweze kupewa ujumbe na Mungu, ili aweze kuwapa watu kipindi atakapotoka kwenye kitanda hicho. Huyo ndiyo anaitwa mtawa, yaani anawekwa kitandani kwa ujumbe maalumu ambayo amepewa na Mungu kwa ajili ya jamii. Asante. Na kama unavyosema ni mtu ambaye amechaguliwa na Mungu, na mtu utajuaje kama huyo mtu amechaguliwa, au kama mfano inatokea kwako au kwa mtu mwingine, anajuaje kama amechaguliwa kuwa mtawa kwa ajili ya kazi maalum ya Mungu? Ya mtu ambaye amechaguliwa, kuna vipengele fulani ambavyo vinatusaidia kutambua ya kwamba huyu mtu tayari amechaguliwa, na atakapotii hivyo vipengele, sisi jamii, aidha sisi waumini, tunaamini ya kwamba tayari huyu mtu amechaguliwa na ana wito wa Mungu kabisa, sababu ametii na vile vipengele ambavyo amepewa na Mungu, na sisi tunasema ni kweli huyu mtu anafanya kadiri Mungu alivyomtuma kufanya, nasi tunasema kwamba amechaguliwa sababu anatii na anaheshimu na anaenda sawasawa na mapenzi ya Mungu. Asante. Ndio, na ni kwa muda gani kawaida kabisa mpaka mtu akaitwa mtawa, anakaa kwa muda gani ndani? Inategemea jinsi Mungu anavyoamua, maana hiyo ni ofisi ya Mungu ndiyo inatambua. Ofisi ya Mungu ndiyo inajua kwamba huyu mtu ni muweke sehemu fulani kwa ajili ya ujumbe baada ya siku fulani. Inategemea, inaweza kuwa hata mwezi mmoja, miezi mitatu, miezi sita. Kwa hiyo inategemewa na ofisi ya Mungu ndiyo inapanga mambo hayo, sio mwanadamu. Ndio, kwa hiyo anapokuwa anatawa huwa hatumii chakula au inakuwaje?
Hivyo hivyo pia anapotaa, tunajua mwanadamu ana mwili, ana damu, lazima apate chakula, lakini sio chakula kingi. Huwa anapewa chakula kidogo sana, na si chakula kile kigumu kigumu, ni chakula kile cha majimaji kama uji, na si sana. Utakuta kwa siku moja anapewa kidogo, anaruhusiwa na Mungu apewe kidogo kwa ajili ya nguvu kidogo ya kuishi, sababu mwili unahitaji msosi kidogo. Kwa hiyo anapotawa vile huwa anapewa uji, anapewa uji ya mchele, vitu kama na vile mara moja kwa siku. Inaweza kuwa ni jioni, sababu hao watu huwa wanafunga sana, wanaishi kwenye vifungo ambao wanaishi bila kula bila kunwa kwa siku nyingi. Ila baada ya siku chache Mungu anawaruhusu ili wapate msosi fulani. Maana mtu anapopewa ujumbe lazima awe anafunga, maana neno ya Mungu inasema kwamba hatutaishi kwa chakula na kwa mkate, bali kwa neno la Mungu. Sasa yeye anaishi kwa neno la Mungu sana. Inasemekana kwamba huyo mtu anakuwa ni mchaguliwa au mteuliwa wa Mungu. Watu wangependa kujua ni nini haswa kinamfanya mtu awe mchaguliwa, au ni mtu gani ambaye anatakiwa kuchaguliwa kwa ajili ya hiyo huduma maalum? Ni mtu wa aina gani? Ni kwamba kuchaguliwa ina depend na Mungu. Mungu ndiye anatuchagua. Mungu ndiye alitoka mbinguni akaja duniani kuja kutuokoa kwa dhambi. Kwa hiyo yeye ndiye ana uwezo wa kuchagua, acha nichague huyu akanitumikie, huyu akanitumikie. Sasa wale ambao wanaochaguliwa na Mungu lazima sasa watii, waheshimu na wafurahie kuchaguliwa na Mungu. Ni kwamba mimi siwezi nikaseme kwamba huyu kuna viwango fulani ambavyo vinasababisha yeye achaguliwa. Hapana, Mungu ndiye anachagua, kama alivyochagua wanafunzi wake Yesu Kristo. Yeye mwenyewe alipendekeza kwamba acha nimchague huyu. Hakuna kigezo cha kuchaguliwa na Mungu, hakuna. Kwa hiyo hiyo ni ofisi ya Mungu, Mungu ndiye anajua vile. Ndio, kuna watu wa nje sana ambao wanaangalia hii interview. Na pia watu wangependa kujua, kwa faida ya jamii wanaotutazama, watu wangependa kujua, kuna ile msemo wanasema sasa hivi watu, imani inakuwa ni ndogo sana kwa watu, na hasa inapofikia swala hili, mambo ya roho. Mfano inatokea kanisani, watu hapo kanisani, mtu wanasimama tu na kuanza kusema sijui roho anavyopanda, kama mnavyojua nyie. Na sasa hivi imani ya watu inakuwa ni ndogo sana, na wengi wanatumia hiyo fursa kutokana na kujionesha tu kuwa amepandwa na roho. Na maandiko yanasema kwamba, kama anavyosikia maandiko yanasema kwamba zijaribuni hizo roho mjue kama ni roho za kweli. Na hizo roho watu wanaweza wakajuaje kama ni roho wa kweli? Maana inaweza katokea roho akapanda akasema, Mr. Moses, Mungu amenituma kwako, au amesema utakaa kwenye utawa au utakaa kwenye mafungo mwezi mzima. Sasa hicho kitu watu watajuaje kama kina ukweli ndani yake? Asante sana ndugu mtangazaji ya Bedi TV kwa swali hilo. Kwanza mimi nakushukuru sababu umetembelea mahali husika ambako kuna huduma za kiroho, maana kuna zingine TV hazitembelee sana mambo ya kiroho. Mambo mengine ya kidini ya mitaani, mambo mengine ya kianasa. Lakini mimi nawashukuru sana kama mcha Mungu kuja kututembelea. Unajua ndugu mtangazaji kwamba mambo ya kiroho ni mambo magumu sana ambayo si kila mtu anayeyaamini. Sasa naposema kutambua kwamba huyu ni Roho Mtakatifu ndiye anasema, kama ulivyosema vizuri, ni kwamba ni lazima tujaribu kama ni kweli ni Roho Mtakatifu aidha sio Roho Mtakatifu. Mtu anaponiletea ujumbe ya kwamba ndugu Moses, ninaleta ujumbe kutoka kwa Mungu ya kwamba wewe fanya hivi, mimi nitaenda kinyume kidogo ya yale ambayo aliniambia, nione kama kabisa Mungu ndiye amemtuma. Katika kujaribu swala hilo nitajitahidi sana ili nijaribu niende kinyume ya yale ambayo ameniambia, nihakikishe kama ni kweli Mungu ndiye amesema. Kama ni Mungu ndiye amesema, kutakuwa kuna mabadiliko, na kama sio Mungu na ndio maana katika kambi yetu hii roho zinakuwa nyingi lakini za uongo. Mtu anasema kwamba vita Kongo vinaisha, Mungu anasema vita vinaisha. Tunasubiri vita viishi.
tunasubiri vita haviishi. Sasa tunasema huyu Mungu ni Mungu gani ambaye anatabiri mambo ya uongo vile? Kwa hiyo tuko tunasubiri sasa huyo Mungu afanye. Mungu hafanyi vitu kama na vile. Kwa hiyo tuko kwenye hali ya kujaribu hizo roho ambazo zinasema hivyo, na ni nyingi, tuna ujumbe mwingi sana wa Mungu, wa roho nyingi zinasema kuhusu mambo yajayo, tunasubiri yatimie. Kwa hiyo yasipotimia tutasema kwamba sio Mungu, ni roho bandia, ni roho wa shetani huyo. Na ndio maana tunatuko kwenye majaribio ya hizo roho zinazotupa ujumbe. Ndio, na moja kwa moja hapo kuna swali. Umesema kwamba kwenye roho inabidi kwanza uzijaribu, na roho si ni Mungu, si ndio? Ndio. Sasa watu wangependa kujua, maana katika amri 10 za Mungu, kama sisahau, japokuwa mimi sio mtu wa roho sana, kuna amri ambayo nasema usimjaribu Bwana Mungu wako. Au sio amri, au ni sheria, au nimekosea? Hiyo ni sheria ya Mungu aliyosema, sio katika amri ya Mungu. Sasa na watu wangependa kujua unaanzaje sasa kumjaribu tena? Maana unaposema kumpima ni kama vile kumjaribu. Okay. Yeye peke yake ndiye amesema ya kwamba roho inapokuja tunajaribu. Katika kule kujaribu ndio tunajua kwamba ni Mungu aidha siye Mungu. Yeye ndiye ameturuhusu, si kwamba sisi wenyewe ndo tumejipa hiyo uwezo, tumejichukulia sheria mikononi. Hapana, yeye ndiye amesema ya kwamba nitakaposema neno, jaribuni kama ni kweli ni mimi. Hapo ndipo mtajua kwamba ni mimi aidha ni shetani. Kwa hiyo tupo kwenye majaribio. Kwa hiyo yeye ndiye ametupa hiyo ruhusa ya kuweza kujaribu hizi kama ni yeye kabisa. Ndio, twende moja kwa moja turuki hapo, twende moja kwa moja kwenye nafasi ya wanasema nyinyi watumishi wa maombi, kuna huduma mnazozifanya kupitia sijui ni mafuta gani? Watu tungependa sana ueleweshe hapo, ni mambo gani yale ambayo mnatumiaga? Mafuta ni kitu ambacho kiko kawaida hasa hapa kwetu. Mafuta yanatoka hata dukani, tunayaleta kwenye huduma, tunayaombea. Katika kuyaombea yale mafuta, ni hali ya kuyageuza, kwa sababu yametoka kwenye viwanda. Yanapotoka kwenye viwanda yana pepo fulani, maana sio kila viwanda ambavyo vipo katika mambo ya kiroho. Yanapokuja huku lazima sasa tuyaombee. Katika kule kuyaombea ni kuyaweka wangufu, na kupaka mtu mafuta ni kitu ambacho Mungu ametupa hiyo kazi ya kupaka mtu mafuta ili kumweka wangufu, kumweka mkamilifu katika huduma atakayoifanya. Hata zamani Mungu alikuwa akipaka watu mafuta kupitia watumishi wake. Mungu anamtuma, nenda kwa mtu fulani ukampake mafuta, kumaanisha kwamba kumweka ule mtu wangufu, kumweka vizuri kwenye huduma zake. Na sisi hivyo tunapaka mafuta ili kuwaweka watu vizuri kwenye huduma zake, hivyo na kuwapa masharti ya yale mafuta ili wasiende kinyume ya yale mafuta ambayo wamepaka, kwa sababu mafuta ni nguvu, mafuta ni uwezo, mafuta ni upako. Ndio, asante sana. Ndio, kuna wale ambao wanasema niseme tu kuhusu upande wa hayo mafuta, hata kwa waganga wa kienyeji pia nafikiri kuna vitu wanapewagwa, nao wanapewa masharti. Je, na mbele za Mungu hayo mambo kweli ni halali mtu kupewa sharti kuhusu matumizi ya hayo mafuta? Masharti ninayoyasema ya kutumia hayo mafuta ni jinsi mtu anavyoishi. Sasa vipengele vya kuishi mtu anapopakwa yale mafuta, na vile vipengele havitoki hadharani na vitoki katika kufikiria kwa wanadamu. Hivyo vipengele vinatoka kwenye maandiko matakatifu ya kwamba mtu anapopakwa mafuta lazima aishi hivi, lazima aishi hivi, lazima aishi hivi. Katika kuishi hivi na hivyo ndipo anatii yale mafuta ambayo yamedondoka kwenye mwili wake. Yaani kuna vipengele vinavyotoka kwenye maandiko matakatifu. Ndio, kuna watu ambao imani yao ni ndogo sana kama tulivyosema mwanzoni. Na kwa siku ya leo mpo kwenye ibada hii ya kutoa mtawa nje, na pia ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu na huduma ya Mungu. Na ningependa tu uwe na la kuongea kwa ajili ya wanaotutazama kwa siku ya leo, kitu kama ushauri au ujumbe kutoka mahali hapa. Asante sana ndugu mtangazaji Abedi TV, nimeshukuru sana kwa kuja kututembelea pia na swali hilo.
Mimi naweza nikaseme kwamba ulimwengu wa sasa maadili yameponyoka, maadili yamepungua. Watu wengi wapo wanaishi, lakini hawajitambui wanaishi kivipi, wanaenda wapi. Hivyo basi nitake tu nihamasishe watu ili waweze kujiunga na Yesu Kristo, maana yeye ndiye mwokozi wetu, yeye ndiye Bwana na mwokozi wetu. Kama anapumua ni kwa ajili ya uwezo ambao Mungu anampa, ile pumzi ya uhai. Hivyo basi ni lazima watu wote wamrudilie Mungu, wajue Mungu ni nani, wamkaribie Mungu. Hivyo basi watu wote waweze kutambua ya kwamba ipo siku ulimwengu utaisha, Mungu atachukua kanisa lake, na atakapokuta haupo ndani ya kanisa utabaki, utalia na kusaga meno. Watu wote waingie kanisani ili waweze kupata uwezo wa Mungu, ili siku moja Mungu atakapokuja kuchukua kanisa lake akakute unastarehe ndani ya kanisa, ukanyakuliwe ile siku ya mwisho. Tuache na mambo ya ulimwengu, tuachane na anasa, tuachane na dhambi, tumkubali Yesu Kristo, tuwe watakatifu ili siku moja tukarisi ufalme wa Mungu. Asante sana ndugu mtangazaji. Bwana, nashukuru sana ndugu mtazamaji wa Abedi TV, Abedi TV jicho la nyumbani. Bwana, leo tulikuwa na teacher hapa Moses, kama kawaida unajua mambo yake, mambo yako sawa kabisa. Na kumbe bwana na mwenyewe ni mtumishi wa Mungu, sio tu kwenye mambo ya elimu ya kozi ya Kiingereza, ila pia kwenye mambo ya Mungu. Yuko vizuri sana. Anasema kijana, jaribu kuokoka, achana na dhambi, ili siku moja urisi ufalme wa Mungu. Bwana, tuko pamoja, usikai mbali, tunaendelea kushika matukio kutokana na ibada ya leo jinsi itakavyotembea. Asante sana, usisahau kusubscribe, comment, pia kulike na kushare Abedi TV. Lakini pia nyuma ya kamera yupo Mr. Santos, na ulikuwa na mimi mtangazaji wako King Safa. Asante sana. Abedi TV jicho la nyumbani. Kwa habari na taarifa kamili jiunge na channel hii kwa kubonyeza alama ya kengele.